Amka wewe usinziaye. Amka wewe usinziaye. Ufufuke katika wafu. Ndugu zangu, twende tukajifunze somo la usingizi. Shalom, nikusalimu katika jina la Yesu Kristo. Naitwa mtumishi Hawadi Mahemba. Na katika siku ya leo, naomba tujifunze kidogo kwa habari ya madhara ya usingizi wa kiroho na kimwili kwa Kristo. Madhara ya usingizi wa kiroho na kimwili kwa Kristo. Na andiko letu kuu litatoka katika kitabu cha Warumi sura ya 13 mstari wa kwanza wa 11 mpaka wa 12. Neno la Mungu linasema hivi: naam, tukijua kuwa wakati wa kuamka katika usingizi umewadia, kwa maana sasa wokovu wetu u karibu nasi kuliko tulipoanza kuamini. Usiku umeendelea sana, mchana umekaribia. Basi viaue matendo ya giza na kuvaa silaha za nuru. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu zangu Kristo na watumishi wa Mungu mbalimbali ambao wameendelea kufuatilia, usingizi ni nini? Usingizi ni hali ya kawaida ya mwili inayohitajika kwa ustawi wa afya. Hata hivyo, usingizi kupita kiasi, hasa kiroho, unaweza kuwa hatari kwa maisha ya muumini. Biblia inatufundisha kuwa muumini hatakiwi kulala kiroho, bali anapaswa kuwa macho na mwenye kiasi katika kila jambo. Somo hili litaangazia madhara ya usingizi wa kiroho na kimwili na umuhimu wa kiasi, self control katika kila jambo. Ndugu zangu, usingizi wa kiroho ni nini? Usingizi wa kiroho ni hali ya upungufu wa shauku ya kiroho na kutojali mambo ya Mungu na kurejea katika safari ya imani au safari ya wokovu. Na yako madhara mengi ambayo yanasababishwa na huu usingizi wa kiroho, watu kulala kiroho. La kwanza ni kupoteza uwepo wa Mungu. Muumini anayelala au Mkristo anayelala kiroho ukosa ushirika wa karibu na Mungu, huacha kusali, kusoma neno na kutafuta Mungu wa bidii. Katika Ufunuo 3:16 anasema, kwa kuwa huu baridi wala huu moto nitakutapika. Lakini jambo jingine ni kushindwa kutambua hatari za kiroho. Mtu anayelala kiroho hana ufahamu wa mashambulizi ya kiroho yanayomkumba. Adui anaweza kutumia fursa hiyo kumharibu. Katika Petro wa kwanza 3:8 anasema, mshinde shetani kwa kuwa yeye ni kama simba au ngurumaye. Ndugu zangu, jambo jingine linaloweza kusababisha au linaweza kutokana na mtu kulala kiroho ni kupoteza maono na wito. Muamini anayelala kiroho hawezi kuona au kuelewa kusudi la Mungu juu ya maisha yake. Anakuwa kama Samson aliyepoteza nguvu zake alipokuwa kwenye mapaja na Delila katika Waamuzi 19:20. Lakini pia kuingia katika dhambi kwa urahisi. Mtu aliyelala kiroho hawezi kupambana na majaribu, hivyo huanguka dhambini kwa urahisi. Katika Mathayo 26:41 nasema, kesheni muombe msije mkaingia majaribuni. Lakini jambo jingine ni kupoteza nafasi ya kuingia katika ufahamu wa Mungu. Ndugu zangu, katika Mathayo 25 mstari wa kwanza mpaka 13 kuna mfano pale Yesu ametoa wanawali 10. Unaonyesha jinsi wanawali wapumbavu walivyolala, kukosa nafasi ya kuingia kwenye karamu ya mwana kondoo sababu ya usingizi. Na ndugu zangu, mbinu za kuamka katika usingizi ni kuwa na maombi ya kudumu. Acha mambo ya kuwa na vipisi vya maombi. Kuwa na maombi ya kudumu sawa na ile wa Thesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 17 anasema, ombeni bila kukoma. Kwa hiyo jambo jingine ni kusoma na kutafakari neno la Mungu kila siku katika Zaburi 19:105 pale. Lakini kushiriki ibada, jambo la msingi sana. Kuna watu ambao hawashiriki ibada na wanaona kama hakuna shida ya
kushiriki ibada. Lakini mimi nakwambia ni bora ukashiriki ibada. Katika Waebrania 10:25 inaonyesha jinsi gani kuna umuhimu mkubwa wa mtu kushiriki ibada na wenzake kama kanisa la kwanza lilivyokuwa likifanya. Lakini pia kuweka utakatifu katika huwa na maisha ya utakatifu na maisha ya toba. Katika Petro ile wa kwanza mstari wa 11 mpaka 16 ambao Petro hii ni nyaraka kwa watu wote, ambapo Petro ameandika kwa watu wote na kwa nyakati zote. Akiwasi mambo ya msingi pale, utakatifu na toba. Kumwendea Mungu kwa toba. Lakini pia nimesema nitagusa kidogo usingizi wa kiroho. Usingizi wa kiroho, usingizi wa kimwili. Usingizi wa kimwili ambao unazidi kiasi unaweza kusababisha madhara makubwa kwa Mkristo, hasa katika utendaji wake wa kila siku. Madhara ya usingizi wa kimwili ni kama ifuatavyo. La kwanza ni uvivu, kushindwa kufanikisha malengo. Umeona kabisa watu wanaolala sana wanashindwa kufanikisha malengo. Mtu anayelala sana kiasi cha kushindwa kutumia muda wake vizuri na kushindwa kufanikisha mambo yake. Katika Mithali ile 6:9-11 anasema, ewe mvivu, utaendelea kulala hadi lini? Lakini jambo la pili ni kupunguza ubunifu na ufanisi. Muamini anayependa kulala sana hawezi kufanikiwa kwa sababu anapoteza muda wa kufanya kazi na kutengeneza mustakabali wa maisha yake. Katika Mhubiri ile 10:18 anasema, kwa uvivu paa la nyumba huporomoka. Lakini jambo lingine ni afya duni na magonjwa. Usingizi kupita kiasi unaweza kusababisha magonjwa ya kisukari, uzito kupita kiasi, matatizo ya moyo na kadhalika. Kwa hiyo katika Timotheo ile 5:23 anasema, usinywe maji tu, bali tumia divai kidogo kwa ajili ya tumbo lako na magonjwa yako ya mara kwa mara. Tunakuta kwamba mtu anayelala sana anakuwa na magonjwa kama haya, shinikizo ya moyo na mambo mengine mbalimbali. Lakini kurejea katika maisha ya kiroho, mtu anayependa kulala kupita kiasi mara nyingi anakuwa mzembe. Pia katika maisha yake ya kiroho hata tamani kusali na badala yake atachagua kulala. Lakini kushindwa kutimiza majukumu yake kila siku. Watu wanalala kupita kiasi kupata matatizo kazini, shuleni na katika biashara zao, sababu wanakosa nidhamu ya muda. Na hili ni somo ambalo nimeliandaa, liko katika video zangu hapa. Nimeeleza mambo ya nidhamu ya muda. Sasa njia gani unaweza kutumia kudhibiti usingizi wa kimwili? Ni kutumia muda kwa busara na kufanya kazi za maana. Kuepuka uvivu na kuwa na nidhamu ya muda. Kufanya mazoezi na kula chakula bora ili kuboresha afya. Ndugu zangu, kwa kusema hivi niseme tu kwamba Mungu anatufundisha kuwa na kiasi katika kila jambo. Iwe ni kiroho au kimwili. Usingizi si mbaya, lakini ukizidi unaleta madhara makubwa. Muamini anatakiwa kuwa macho kiroho ili asikose mwelekeo wa Mungu, na pia kuwa na nidhamu ya muda wake wa kimwili ili asishindwe kufanikisha maisha yake hapa duniani. Katika andiko lile la Petro wa kwanza sura ile ya 5 mstari wa 8 anasema, muwe na kiasi na kukesha, kwa kuwa mshtaki wenu ibilisi kama simba ngurumaye huzunguka akitafuta mtu ammeze. Mungu atusaidie kuwa macho kiroho na kimwili. Basi watu wa Mungu, Mwenyezi Mungu awabariki sana. Kumbuka yule mwalimu wako wa neno la Mungu, Tumishi Award Maemba. Lakini pia ni katika Global Love Jesus Ministry, huduma ya upendo wa Mungu kwa mataifa, ambayo imeandaliwa mahususi kwa ajili ya kupeleka habari njema kwa mataifa yote duniani kwa habari ya wokovu, ambao unamsaidia mtu katika sekta 3: kiroho, kimwili na kijamii. Kiroho, kimwili na kijamii. Ninapozungumzia kijamii nazungumzia kiuchumi na mambo mengine kama hayo. Basi mtu wa Mungu, Mungu akubariki sana. Nikutakia wakati mwema na asubuhi njema. Barikiwa sana.